Haleluya. Basi nachukua fursa hii kuwasalimu watu wote mlio kanisani, mlio njiani, mlio nyumbani, mlio katika sherehe za Krismasi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni mapenzi ya Mungu wewe kuwa hapo lipo, haujakosea. Na pia ni maombi yangu kwamba umzima na Mungu amekulinda, amekupa afya na amekupa neema ya kuishi. Ubarikiwe sana unaponipokea mahali popote pale. Majina yangu naitwa Apostle ya, nimekujia kupitia Unstoppable Television. Tuko hapa Soweto Ground Mbungoni, Mombasa. Karibu sana katika ibada yetu ya Krismasi. Tukujuze yaliyo kwa ibada hiyo, muhimu wa Krismasi, maana ya Krismasi na maonyo ya Krismasi, na Mungu atakubariki. Moja kwa moja tunasoma kutoka kwa kitabu cha Luka Mtakatifu 2 kuanzia 1. The book of Luke 2 from verse number 1. Tunapata historia pale ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Kwa nini tupate historia? Maandiko yanasema hivi: siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa mtawala wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Yudea mpaka katika mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa ukoo na jamaa ya Daudi, ili andikwe pamoja na Mariamu mkewe ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika vyumba vya wageni. Na katika nchi ile ile walikuweko wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu: mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori la kulia ng'ombe. Mara walipokuweko pamoja na huyo malaika, wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Sema haleluya. Tunapawa historia ya vile Krismasi ilivyo, maana ni kuzaliwa kwa mwana wa kipekee. Wana wameishi wakizaliwa, ujauzito ziko zinafungwa zikilelewa zikizaliwa, lakini hakuna mtoto hata mmoja historia yake imeandikwa kwa vitabu na iwe inarudiwa mwaka baada ya mwaka. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Si kwamba hawa ambao tunawazaa si watoto, lakini huyu ni mwana aliyeleta wokovu. Watoto wetu hawaleti wokovu, wanatuletea fahari ya uzazi. Watoto ambao tunawazaa ni watoto, lakini wanaloleta kwetu ni fahari ya uzazi. Lakini huyu Yesu Kristo ameleta wokovu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na nikasikia wengine wakisema kwamba kwa sababu amezaliwa katika
hori la ng'ombe walikuwa ni masikini. Yesu wazazi wake hawakuwa masikini kiBiblia. Hajazaliwa katika hori la ng'ombe kwa sababu walikuwa hawana mahali. Walikosa vyumba vya wageni, guest house, hotels. Walikuwa wamepanga kazaliwa hotelini, lakini walipoenda hoteli zote zilikuwa zimejaa, kwa sababu msimu kama huu ilikuwa ni amri ya kwamba watu wote warudi kila mmoja mahali alikozaliwa kijijini, ili akahesabiwe. Ulimwengu mzima ilikuwa ni amri ya mfalme. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Umekuwa ukijiuliza kwa nini ikifika msimu kama huu hata siye na hela kotari akope, lakini akimbie aende nyumbani? Nami nimekuwa nikijiuliza tangu totoni, kwa nini watu lazima waende nyumbani? Hata kama hana pesa atamwambia jirani nikopeshe, aingie deni, anaweza chukua hata rent akatumia, lakini afika kijijini. Kumbe ni amri. Haleluya. Leo nimejifundisha kitu kipya. Ni amri na ina mfalme nyuma. Na maandiko linasema neno la mfalme lina nguvu, hakuna awezaye kulipinga. Sasa unajisikia tu lazima niende. Ukafanye nini? Hata ukifika huko nyumba huna hela, lakini lazima niende. Ili mradi nimeenda tu kijijini, nimeona watu, hata kama utadharauliwa ni sawa. Ni amri. Wanasukuma, kuna nguvu fulani inawasukuma watu iwaambie nendeni kijijini. Ni vile tu wakifika hawahesabiwi, lakini naamini kabisa wanahesabiwa, maana kuna falme za giza zinahesabu watu. Haleluya. Ni amri kijijini. Nilikuwa nafanya kazi, nafika Disemba tumepanga kila kitu, kifika 23 kumeharibika, hata wamebaki na shilingi 300. Lakini tutatafuta. Yani huu mwezi una uongo mwingi wewe. Huu mwezi watu watakupigia kuambia sijui ninataka dawa, akupigia kuambia sijui nani ili mradi ukimtumia wewe ngojea. Alafu wanajisahau, wanakula, wanajipost. Yani huu ni mwezi huu mgumu, maana amri ambayo inatumika ni ya mfalme aliyekuwa hata hajui kabisa mambo ya Mungu, ya kwamba watu waende kijijini. Jiulize, zile ajali zinatendeka na watu hawaogopi. Masaa 24 watu wanapotea, 110. Watu hawaogopi. Nauli inatoka 1,500 to 4,000. Mtu anaenda, muulize kila anaenda kufanya hajui. Maana kuna amri imetolewa na mfalme ya kwamba kila mwaka watu waende vijijini wakahesabiwe huko. Nyinyi mnaona hawahesabii, ngojeni. Wameingia kwa orodha fulani ya magano huko manyumbani, wale wasiojua. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Wakaenda na Yusufu naye akambeba Mariamu, maana ilikuwa na amri naye arudi kijijini akahesabiwe pamoja na watu wa kwao. Na akafika, maandiko yanasema alikuwa ni mjamzito. Ni kama usiku huo uchungu ukaingia ukamzidi, wakatafuta mahali atakapozalia. Wakaenda, maana kijiji kilikuwa kimejaa wageni, watalii, local tourist. Sasa ukifika kule mashambani ndio utajua. Kila boma ina katukutuku, ina pikipiki na ina gari limepakiwa. Kiangalia nyuma imeandikwa PSV. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Nimekuwa nyumbani juzi, hiyo barabara huwezi ukaika mtoto. Barabara inapitisha magari. Kila kijiji, tarehe 23 watu wamekodisha magari, wameziweka kwa maboma. Na zitaregeshwa tarehe 2. Ni pesa hiyo. Kifika Januari wanasema hawana school fees. Sema fire. Sema fire. Ni amri. Unasikia kwenda kwa kule. Na Christmas ilikuwa ninaenda, sina hata shilingi 10 ya kupeana amri, sijatoa hata amri moja. Yani wasutwa, lakini upopo tu. Unasikia ile kukaa upopo tu. Uenda kwa chamadeni ya pombe, upopo tu. Sijui kama leo nimejua kuna amri. Watu wanalazimishwa, wanaambiwa njoo nyumbani, tunakuhitaji. Maana ni wakati wa mfalme wa familia yenu, naye akawahesabu. Kuna sensa za kiroho na za kimwili. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Za ulimwengu wa kishetani na ulimwengu wa kimungu.
Sasa sisi tumehesabiwa hapa, wengine wamehesabiwa huko, maana ni amri. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na Yesu akazaliwa. Alipozaliwa, alizaliwa kama mwokozi na mfalme wa dunia nzima, na mambo haya hayakuwa mazuri kwa aliyekuwa mfalme tayari. Tunasoma kutoka kwa kitabu cha Matthew 2 number 1. Tunaona zilizotangazwa habari zake ya kwamba anakuja awe mfalme wa hii dunia yote. Kulikuweko na shida, naye akawindwa, alitafutwa kila mahali mpaka akatoroshwa. Ndio ninataka kunena habari ya Christmas, maana ni Yesu amezaliwa. Watu wengi wanajua amezaliwa, wamekesha amezaliwa, wengine wamekesha kwa sherati, amezaliwa, wengine wamekesha kwa mabiashara, amezaliwa. Yeye kuzaliwa si shida, lakini kumaintain Yesu mpaka aje afanye yale makusudi yaliyomleta ndiyo ni shida. Maana hakai tu hai mahali ambapo hapati lishe bora. Maandiko yanasema Matthew 2 from verse number 1. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode. Kule kulikuwa na amri ya mfalme Augusto wakahesabiwe. Huku ni mfalme Herode. Tazama, majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Uyahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Kule ilikuwa ni amri ya mfalme Augusto ya kwamba watu warudi vijijini wakahesabiwe, na hapa ni wakati wa utawala wa mfalme Herode. Yaani Yesu anazaliwa katika anga za wafalme, maana mwenyewe ni mfalme. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Lakini mfalme Herode aliposikia anayezaliwa pia ni mfalme, alitaka atume watu wakathibitishe aina gani ya ufalme wake usiokuwa na mwisho. Na nena habari ya wokovu. Yesu ndiye madhabahu aliyeanzisha wokovu, wala hakuna wokovu mwingine mbali na Yesu Kristo. Na kama vile Yesu alizaliwa katika dunia, that was physically, lakini kwa wale wanaomwamini amezaliwa katika mioyo yao. Yaani kuzaliwa kwake Kristo ni tendo la kiimani, ni tendo la imani, ni tendo la kiroho, si tendo la kawaida. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Wale wanaojua imani ni nini na wale wanaojua mambo ya kiroho ndio wanaoweza wa kusema Yesu amezaliwa. Lakini kwa wale the carnal minded people, watu ambao hawajui yeye ni tendo la kimani wala ni tendo la kiroho, hawawezi wakapata faida za wokovu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. So ninamwona Yesu ameanza kuindwa, ni mwana huyu aliyezaliwa mioyoni mwa watu. Herode anamuwinda, maana kuna nyota. Wote waliokoka wamepawa uwezo kufanyika wana alama ya kimungu, wana muhuri wa kimungu. Mahali popote wanapotembea wanaonekana, wanajulikana. Ni wewe ndo hujajua ya kwamba kila aliyeokoka ni mawindo kwa ufalme wa shetani. Na wanakujuaje? Wana alama. There is a seal ya wokovu, kuna alama ya wokovu, kuna muhuri, kuna chapa. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana ya kwamba wote waliompokea walipawa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hawa ndio wa Kristo kwa sababu Kristo amezaliwa ndani yao. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Sasa hiyo alama ndio huindwa. Hiyo seal ndio huindwa, iondolewe hiyo muhuri. Ikiondolewa unabaki kuwa powerless. Maana ya powerless ni nini? Ile roho ya ufalme, nguvu ya ufalme, uweza wa ufalme, hiyo mamlaka inaondoka wakati ile sili inaondolewa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Ndio unaona watu wengi wanaondoka town wakiwa wokovu, wanarudi hawana wokovu, kwa sababu kule watu wanahesabiwa na wao hawajui ya kwamba ilikuwa ni amri watu wakenda vijijini wahesabiwe. Basi ni tendo la kiroho. Miungu ya kwetu, miungu ya kwenu, mizimu ya kwetu na ya kwenu inapokea watu tangu juzi. Haleluya.
lakini kitu wanachoangalia sana, akikuja mtoto wa hiyo boma, wanaangalia the seal of salvation. Je, mwana yupo pale? Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na kama yupo atapigwa vita, na kama yupo atapigwa vita, maana umepeleka ufalme katikati ya ufalme. Kumbuka hapo kwenye hiyo kijiji kuna roho ambayo ndio ina control hiyo boma, ina control hiyo kijiji. Na sasa umebeba mfalme wa wafalme, umempeleka kijijini. What do you expect? Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kuenda ndio unaona watu wanamalizwa kwa mabarabara, haujajua ni kwa nini. Na ni kwa nini iko kwa system ya kwamba ati mwezi wa Disemba ndio mwezi ulio na ajali za hali ya juu. Why? Ndio mwezi ulio na mauti za juu, ulio na matatizo sana. Mwezi ambao unafaa uwe well protected, uwe mwezi wa amani, lakini ndio mwezi ulio na matatizo yote. Ni kwa sababu ni amri ya kutoka kwa mfalme Augusto ya kwamba watu waende vijijini. Na kumbukeni kule vijijini tunakoenda kuna wafalme ambao wamedumu, wameshikilia hiyo vijiji. Haleluya. Wale wanapoona mfalme mwingine amebebwa, ameingizwa katika hiyo vijiji, unaanza kupindua. Watu wengi wakifika kule wanaanza kupindua zile sheria na amri ambazo ziko katika hizo boma. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Tayari huwa umeanza vita na wafalme walioekwa pale. Angalia mwaka mzima wamekuwa wakihudumia watu wao bila shida, na wewe unaingia pale na moto wako, maana una alama katika kipaji chako cha uso, maana una moto ndani yako, maana una mamlaka, una uwezo ndani yako. Unaanza kuharibu vitu za wenyewe. Ninajua kuombea mtu ambaye ameenda Christmas. Inafika alienda tarehe 23, kufika tarehe 24 usiku hawezi, anakata roho. Nikauliza kichanzo, nikaambiwa alikuja mtoto amepagawa, na yeye alikuwa anachoma mahamri mama. Akasimama akaanza kupambana na lile lipepo, akang'ang'ana nalo lipepo, akalieka chini, na alipolieka chini hakurudi kwa kuchoma mahamri. Akaanza kuuma na kichwa, viungo vikaanza kuvunjika, hawezi akasimama tena. Wakaona kama ni mzaa. Mama ndo huyo anapiga nduru na kusema, roho yangu inavutwa, roho yangu inavutwa, roho yangu inavutwa, roho inavutwa. Ikabidi wengine wa Kristo waitane wampige power, ikawa inakataa. Pepo inasema amekuja kutuondolea mtoto wetu ambaye yeye ni uchumi wetu. Amepeleka ufalme kijijini. Hawa watu wamekuwa wakitumia haka katoto. Amekuwa akitumia kale katoto. Katoto kalikoona mfalme mwingine ndani ya huyu mama, kakalipuka. Kalipoanguka kale katoto, mama akajua ni naye Yesu, akakavamia, akakapiga power, pepo ikatoka. Na walipotoka mapepo wakavamia huyu mama aliyekuwa anachoma mahamri. Hatarudia tena kile alichokipitia, na kama atarudia atajiweka vizuri wakati akaenda vijijini. Maana watu wengi hawajajua ya kwamba ni amri ya mfalme ya kwamba mwende mhesabiwe. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Naongea na wale mko nyumbani. Yesu amezaliwa, uko naye, ako hai, lakini mahali upo napo kuna mfalme mwingine. Kuna Herode huko anayetafuta mtoto huyo, na nitakuonyesha, nikuthibitishie kwa maandiko katika kitabu cha Ufunuo. Siondoki mpaka nikupe thibitisho ya kwamba anawindwa. Hajazaliwa kwa dunia, amezaliwa mioyoni mwetu. Yani kwa ufupi ni kama tumekuja kurenew the contract of salvation. Japo salvation sio contract, it is something permanent. Lakini kila mwaka ukiona ni tendo linafanywa, ni kwamba tunakuja kuhuishwa tena mara nyingine. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kwa wale ambao walipoteza nafasi ya mwaka uliopita, leo wapate nafasi nyingine. Haleluya. Wale ambao walimulalia mtoto akafa, wapate nafasi ya kumpa neema tena ya kuendelea, mtoto awe hai. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana ni rahisi mtoto kuzaliwa, lakini ni ngumu mtoto kulelewa. Malezi ndo magumu.
Hata hivi amezaliwa, wengine hata amekufa asubuhi. Amezaliwa usiku akafa tayari. Wengine hivi wamebeba tumaiti. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na wengine pia wana roho za kuchelewa. Kwao hajazaliwa. Bado sahihi. Bado wako leba ni na yeye amezaliwa tangu siku. Inapofika mwezi wa kwanza mwisho hakuna mtu. Mwezi wa pili hakuna mtu. Kuzaliwa si shida, kuzaliwa si shida. Shida ni kulea ule mtoto. Malezi yake ndiyo ni magumu sana. Tuende hapa usikie. Ufunuo wa Yohana 12 mlango wa 1 hadi 6. Hapa ndipo kuna kazi. Wale wote ambao ni wokovu, wale wote ambao ni wa Kristo, wanaojua Yesu amezaliwa, waangalie sana andiko lile ya kwamba anawindwa. Yesu ndani yako anawindwa, wokovu ndani yako anawindwa. Maandiko yanasema hivi, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba, akilia, akiwa na uchungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu lilikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake unakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na lile joka likasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo limle mtoto wake. Naye akazaa mtoto wa kiume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo la chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hadi kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Huyu mtoto aliyezaliwa ni nani? Si Yesu Kristo huyu? Angalia, wakati mama alipokuwa mjamzito anataka kuzaa, ako katika hali ya utungu, tayari kulikuwa na joka jekundu limesimama, linaashiria Mfalme Herode, linaashiria Farao, linaashiria kila falme ambao hauhitaji kutawalwa tena. Yale maroho yapo special and everywhere to make sure hata unapokoka wokovu wako haui wa faida, haukusaidii wewe wala watu wako, maana hausiwa na nguvu, ukufe on arrival. Maandiko yanasema mama alipokuwa mjamzito, mama aliyekuwa katika hali ya utungu wa kuzaa, ghafla kukawa na joka jekundu, lilikuwa tayari likisubiri mtoto azaliwe limkule. Haleluya. Azaliwe limkule. Lengo la maroho, lengo la ufalme wa Herode, ukiona aliagiza watu wamtafute mtoto kazaliwa wapi, lakini kule walikuwa wameka tayari joka. Angalia wokovu wako. Yesu anatajwa kwa midomo, lakini watu wengi hawana Yesu. Yule mwana aliondoka, maana kuna maroho ambayo hayakuwindi wewe, yanawinda yeye, na ukionekana ndani yako atongolewa. Hizi zinazoitwa majaribu zote, all the temptations unaziona ni za kwamba utende uasi, uvunje sheria ya Mungu ili aondoke. So kila aina ya temptation ni joka jekundu. Hallelujah. Any kind of temptation inakujia kwa maisha yako ya kukutoa katika sheria na mwenendo na tabia za kimungu, ni jaribu ambalo linasimamia joka lile jekundu. Ukishaingia katika ulimwengu wa majaribu, ushachana na mokovu, maana yake ni kwamba ushamwachilia akanyakuliwa, huku ana uwezo wa kumlinda, ameondoka, anazaliwa tayari, joka liko hapo kumumeza. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Wokovu ni mgumu sana. Wokovu ni mgumu sana. Na kama watu wangekuwa na vipimo za kuangalia kama tangu nipokee wokovu, na kila siku anajiangalia,
unafanya spiritual evaluation. Yesu ako ndani kwangu kweli? Yale mambo ninayatenda, zile vitu nazifanya, ako hai kweli? Maana usione tu ati majaribu. Kwa nini ujaribiwe kila siku? Anajaribu ile sheria, maana wokovu wana amri zao ambazo wanafaa wazifate. Wokovu wana katiba yao ambao wanafaa uifate. Na kama hiyo katiba unaikosea mahali padogo, umeingia katika majaribu. Majaribu ni kuvunja sheria ya Yesu aliye ndani yako, aliyekupa wokovu, aliyekupa uzima. Ukivunja sheria, umeingia katika anga la shetani. Shawahi kujiuliza kwa nini majaribu yako mengi? Kila dakika, kila hatua yangu nimekewa kama mtego. Nimekewa mtego. Ni kwa sababu wanataka huyu mwana. Si. Shetani, devil is not after me. Devil is after what I believe in, and that is Jesus. Maana yule akiondolewa, mimi nimebaki mimi. Nimebaki mimi Kamau. Mi Kamau, I have no problem. Mimi na shetani hatuna shida. Hatuna shida, tunaweza tukalala mahali pamoja. Mimi na shetani tunaweza tukala. Lakini shetani na Yesu hawawezi wakala meza moja. Sasa anayetaka kuondolewa ndani yetu ni Yesu, kwa kuvunja sheria na amri ya Kristo. Maana yeye ana vigezo vyake alivyonavyo. Akiingia ndani yako anakwambia ni uishi hivi, ule hivi, uva hivi, uka hivi. Na kama utenda against that, then you have already umempoteza Yesu. Tayari umempoteza Yesu. Ndio maana kuzaliwa ni rahisi, lakini kumaintain Jesus si rahisi. Kila mtu anajiita mwokovu, lakini kukaa na huyo Yesu si kawaida na si rahisi. Na kama kwa mlango wa kanisa kungekuwa kumekwa viegezo fulani, kumekwa gadget fulani ya kwamba unapopita kuna ka sauti fulani kanalia kakukonyesha kwamba Jesus is still alive, watu wengi wangekuwa hawaingii makanisa. Ukifika tu kwa mlango hivi, kama vile mnaingiaga ma supermarket na bank, unaingia hivi na simu inasema ti, hiyo ishara ya ti inakomesha Yesu ako hai. Hako ninaomba yani kangekuwa kanaekwa. Na ni kila kanisa kaekwe. Yani kuna watu wangepita out of 100 ungesikia kanalia mara mbili. Z. Waambiwe nenda, lakini hauna. Na kwa sababu nimeiongea leo, nafikiri mbingu inafanyia kazi. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Kwa sababu ukisema vile maandiko yasemavyo, tutawajua kwa matendo. Shetani anaweza kujigeuza kama malaika wa nuru. Tena wale waovu ndio wazuri by appearance. Wale waovu ndio wazuri by appearance, kwa kuongea, kwa mipango, yani wazuri. Yani shetani anajigeuza. Lakini kama kungekwa spiritual gadget ambayo ina detect that Jesus is alive, how I wish. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Maana kuna joka ambalo ati mwana bado ako tumboni, mama na utungu, joka liko tayari. Inanionyesha kwamba hata mtu anapowaza wokovu, kuna roho ya kumpinga iko mbele yake. Unaweza tamani kuombea mtu, mkao mnaongea kabisa ana shida, unataka umwombee kila wakati, lakini ukimwambia nije nikuombee wokoke, utakuta wakati wote ukienda hayuko. Yani mnaweza mkakosana. Kupokea wokovu si jambo rahisi. Sisi tunaona wokovu, lakini wokovu hakuna mpaka Yesu agendani ndio itwe salvation. So the grace that Jesus aliye ndani anapeana ndio inaitwa the salvation. Salvation is the grace ile ambayo Yesu anapeana. So hakuna wokovu bila Yesu. Cha kwanza ni Yesu umpokee. Na huyu Yesu ambaye unampokea ni baada kwa amezaliwa ndani yako. Ni process. Yani akishazaliwa
umepokea kwa kukiri, halafu akianza kuishi kwa njia ya kumaintain, ndio analeta wokovu. Kwa hivyo kumpokea Yesu si wokovu. Kumpokea tu hivi si wokovu. Akikaa na adumu, ufate sheria zake, ndo anze kumwaga neema yake, baraka zake, faida zake, hiyo inaitwa wokovu. Joka likawa pale tayari limeze mwana atakayezaliwa. Ni swali nauliza mtazamaji, maana joka lipo. Nauliza mtazamaji, alipozaliwa ako hai au alienda na joka? Kule mimi nimetoka kuna disco matanga. Kule mimi nimezaliwa. Na bila hiyo si Christmas. Nimewahi Christmas moja nikamaliza ibada, sikuambia watu, nikatoka tuna kigari nikaenda nyumbani. Nilifika nyumbani wakimaliza ile chakula ya mchana. Kule mchana wanakula saa 10. Hiyo lunch inaliwa saa 10 kule nimezaliwa. Utaona watoto wadogo, wasichana, vijana, wamama ambao kabisa ni wokovu, wanaenda mahali kuna hizo mangoma, wametengeneza maboma. Sasa ukienda huko utapata maboma. Wale si halls, maboma tu nje. Sasa huko hakuchezwi, hakuna mhubiri huko. Ni hizi ngoma za matanga, discos. Hawa wokovu wetu hawa, wakifika kule wanaacha wokovu. Basi walilianza tangu jana, wanaenda. Ukiwauliza sababu, nimefuata mtoto wangu. Akifika huko atapiga kigeugeu kama masaa mawili ndio kuja nyumbani. Yaani wakienda wanaharibika. Lakini nikaja nikaliangalia swala hili, hata ukiwahubiria hawabadiliki. Maana ni amri wameitwa kule vijijini na Mfalme Augusto, wakahesabiwe, wanaenda kupitishwa katika mizani ya kifamilia. Je, hawa wana Yesu au ni wetu bado? Pale ndio wokovu unajaribiwa huko. Mama mzima unaona ameshika dera hivi. Tena nakwambia utamu wa dera, nununue dera oversize, Kumbe dera, nimejiuliza kwa nini dera hazifungwi zikawa tunahitaji zile nguo za kutubana? Fitting. Nilikuwa nauliza mbona hakuna mtu ananunua dera akaenda kufanya fitting? Wanasema utamu wa dera ni lilegee. Yaani hata mtu ni mdogo akinunua likubwa liwe hivyo, na ni fashion hiyo. Lakini ukampali shati anakwambia likubwa. Lakini dera utamu wake ni liwe free. Sasa wakifika kule la nyongo hapa, na watu wakuvaa madera huwa vidole vyao viko hivi, si hivi, la nyongo hapa. Basi haya, unaangalia hivi, unapita na gari unaangalia kabisa huyu ni chairlady yule. Huyu ni chairlady wa kanisa fulani huyu. Yule kabisa yule ni kiongozi wa vijana mahali yule. Lakini wamesahau. Wanapelekana kule, wakirudi huku joka lilikula mtoto likaenda naye. Na control nyota thuluthi 3. Now let us come into terms. Kitabu kile cha Matthew 2 kinatuonyesha Herode vile alivyofuatana na nyota ya Kristo. Na unaambiwa joka hili lina uwezo wa kukontroli 3% ya nyota zote za Wakristo. Yaani inakuonyesha vipawa, karama, vipaji, huduma zilizo ndani yao hawa Wakristo, wanapoenda zinamalizika, wanarudi zero. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Let us read it. Nipe hapo Revelation 10:12. Sasa kama Herode alitumana paka wapelelezi, alitumana paka wachungaji na wamamajuzi, ili watafute kujua kazaliwa wapi na nyota yake iko wapi. Na hapa tunaambiwa, na ishara ikaonekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi kuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Hiyo ni habari ya Wanaisraeli 12. Naye alikuwa ana mimba akilia akiwa
na uchungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu lilikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake unakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Mimi naona baada ya Christmas watu watendea nyota sana. Baada ya Christmas, hii sherehe hii, watu watendea nyota sana, maana nazo zitakokotwa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na mkia wake unakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na ile joka likasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo limle mtoto wake. Sasa hili joka haliko tu after mtoto, liko paka after kile mtoto ameleta ndani. Kuna wahubiri wataenda wakiwa wahubiri, wanarudi wakiwa watu. Haleluya. Kuna waimbaji wataenda wakiwa waimbaji, watarudi hawana vipawa, vimezimwa. Wanakuja kuimba by experience, lakini not through the spirit. Maana hizi karama, hizi vipawa zitaenda kukamatwa. Kuna watu wengi wanaenda ni matajiri vijijini, wanarudi wameibiwa nyota ya utajiri. Maandiko nasema yule nyoka ana uwezo wa kukokota theluthi ya hizo nyota zilizoko ndani ya wokovu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Kuna kitu kinawindwa katika msimu huu, maana tunaadhimisha mfalme katikati ya wafalme tayari wanaotawala, waliotawala kuanzia Januari, wamefika Disemba, na nyinyi mnakuja mnasema tunamwadhimisha mfalme wetu. Ni mfalme gani anayeweza kustahimili machukizo kama haya? Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Herode hakutaka, Farao hakutaka, na hata miungu haitaki. Kwa hivyo kuadhimisha Christmas si jambo rahisi. Watu wanasema ninaenda kusherehekea. Si mambo ya kusherehekea. Sisi hatusherehekei Christmas, tunaadhimisha. Kuadhimisha Christmas ni kumleta Mwokozi, uwezo wake na nguvu zake kuzionyesha kwa dunia ya kwamba he still alive and reigning. Haleluya. Ni kuambia watu wa dunia ya kwamba yule Mwokozi wa dunia yote, mfalme wa ulimwengu wote, ako hai kwangu na bado anafanya. Sisi hatusherehekei. Mataifa husherehekea wasichokijua. Sisi tunaadhimisha. Sijui kama hapo unanielewa. Uwe na uwezo wa kudemonstrate the power of love to the world. The power of love. Uwe na uwezo wa kuendea wale watu wa dunia na kuonyesha the power of Jesus in you, in terms of anything. Hallelujah. The power. Juzi tumekuwa kanisa ya Kaloleni, tukawa tunaonyesha the power of Christmas. Juzi tukiwa pale, kitu ya kwanza niliposhuka stage naelekea nyumbani ilikuwa ni saa 1 kasoro asubuhi. Niko na gari yangu na pasa lienda naye ako na gari yake nyuma. Sema magari yaliongozana. Saa 1 kasoro nikakutana na nyanya aliye kama ni miaka michache, ako na 75. Ni mama nilipokoka, nampenda sana. Yeye ndiye tulikuwa tukitoka kanisani. Tumeokoka wiki ya kwanza na mwezi wa kwanza, tulikuwa tunapita kwake, maana ni mama mwokovu aliye na imani thabiti sana. Alikuwa hiyo mtaa yote ndo kielelezo. Ni mama ambaye hapigani na mtu, hagombani na mtu. Yani amesimamia Yesu wake. Na akianza kuomba, anaanza saa 2 usiku mpaka saa 5. Paka utapita uende dukani, uende wapi, ukirudi unasikia huyo mama anaomba. Na anaombea kijiji kizima. Paka kule mtaani wanamuita kajina. Unajua hama jina wokovu haya. Yule mama nikakutana naye. Nikamwambia mwenye gari, driver wangu, simamisha gari.
Akaniuliza kuna nini? Nikamwambia simamisha gari, nimeona mama ambaye kwangu mimi huwa ni malaika. Kamsimamisha, kashuka, kamsalimia yule mama, akafurahi. Mwanangu, umekuja? Nikamwambia ninaenda kanisani. Saa 1 kasoro mama anaenda kanisani. Kanisa iko mbali, Kaloleni town, ako kijijini. Ni mahali ambapo ni kama hapa na lights kwa mguu, hapa na lights kwa mguu. Mama saa 1 kasoro anaenda. Nikamwambia mama, shika hii. Kamwambia driver mwingine, chukua hii pikipiki, peleka mama mpaka huko. Mama, chukua hii, kapeane huko kama sadaka. Nikatoka. Nilipoenda umbali wa kama mita za kuhesabu, kakutana mwingine. Hawa mama walikuwa 3, walikufa mmoja. Ni kama wanaongozana. Wote wanakimbilia ibada ya asubuhi. Na huyu mwingine ana 72. Ni wazee. Na anatembea hapa paka lights. Anaenda ibada ya asubuhi. Ikifika saa 6 amalize arudi nyumbani. Nikamsalimia, kashuka kamsalimia. Nikasikia amenibariki, akaniombea kwa njia. Nikamwambia chukua hii kapeleke. Kaa pale. Huyu driver wangu anibwage nyumbani. Aje akuchukue akupeleke kanisani. Akaenda akanibwaga driver, akaja akamchukua akawapeleka. Kumbe wanaenda kanisa moja. Akabwagwa huyu, akabwagwa huyu. Nikaenda kanisani. Kufika huko hakuna mtu, nikaanza kumia akili. Wanyanya wa 75 years saa 1 wameenda kanisani. 12 wanaenda. Vijana hawako. Tukaanza ibada. Lakini katikati ya ibada hawakujua nimeenda kupeleka ibada gani. Ni msimu wa Christmas, ni kudemonstrate the Jesus you have. Yesu alipeana ulimwenguni kuja kuokoa. Ni msimu wa kubariki wasiokuwa nacho. Ni msimu wa kupeana. Yaani hakuna injili inafaa ihubiriwe hii mwezi, ni kupeana. Kutambua, ku appreciate. Huyu alifanya nini kwangu? Amenisaidia mahali. Shika mkate. Mtu ambaye hana chochote, mpe mkate. Tembeeni vijijini. Paka juzi nikasema basi hii Christmas ya 2026 nitaenda kuifurahia huko nyumbani. Nitahakikisha December we gather something. Tuangalie, twende huko. Nendeni vijijini ambako kuna mtu ni nyanya hana bwana, ni mzee hana bibi, family na maskini haina chochote. Itokezeni tu muipe vyakula. Mtaona ile maombi mtaombewa. Juzi tuliombewa sisi paka mbingu ikashuka. Na nikaenda pale. Tukaanza kwa kutambua mama pale kanisani. Tukauliza nani hana Christmas? Nani hana Christmas? Wamama wakanyosha mikono. Wazee. Na tukasema kila mama apatiwe Christmas. 2,300. We spent a lot of money. Wamama walifurahikia. Tukanunua vitu. Ile kanisa hakuna mtu ambaye alitoka bila kakitu kamoja. Bila kakitu hivi. Jina la Bwana lipewe sifa. Tukaleta paka malimali. Wenye kuuza malimali. Stoko yako iko wapi? Iko nyumbani. Leta. Ikaenda kuchukuliwa na motorbike. Mwaga pale. Kila mmoja utatoka na kitu. Christmas. The heart of giving. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Tukaita wazee wa hiyo area. Wazee wa hiyo boma yetu. Tukaambia tumewaita, tunataka tuwape Christmas. Tukawapea. Nikiwa katika hiyo ibada, nikasikia wale wamama ambao nimewakuta njiani. Ni saa 7. Hebu chukueni mapikipiki mkawaangalie kama wamerudi nyumbani. Na muwalete kabla sijatoka kwa madhabahu. Wakaenda wakafatwa. Wamama wakarudi pale. Wametoka makanisani saa 7. Ndio wanaingia kwa boma. Wakaambiwa pastor, kanisa fulani mmekutana naye, yeye anawahitaji. Wamama wakaletwa pale. Walipofika nikauliza wamama, nimewaita vile nimewakuta mmenibariki. Nataka niwape Christmas. Wakasema baba, vile umetufanyia tayari tumeshukuru. Unatupa Christmas. Nikiwa madhabahuni kanisa ile ninahubiri, wao wametoka kanisa nyingine. Wakauliza, nikauliza mimi mtakula nini Christmas? Unajua mtu anakorogeka. Anasema hata sijui. Haki hata sijui, analia tayari. Nikamwambia sasa utakula hii na hii, bahasha hii. 2 3. Walisema wacha tuombe.
We, tukashikwa mkono. Lugha. Yaani unajua kuna maombi yakaomba lugha, mbingu roho ikashuka. Pako ukajua hapa tumepotea, tumeenda zetu tariku, hatuko duniani. Sisi tulibarikiwa. Tukabarikiwa na wanyanya. Yaani nyanya amepata kitu hajakitarajia in form of cash. Wazee wakaja pale wakapigwa 5,000. Wazee wanakimbia, wakaenda wakachukua makuku, wakasema hatujaona watu kama nyinyi, chukueni hii mkule. Wazee mataifa wanaomba, wazee Waislamu wanaomba. Nikasikia tumebarikiwa ajabu. Haleluya. Sisi tuangangana huku mjini. Kuna watu wanatarajia hata wapelekee kasukari kamoja, robo sukari hivi, mtokezee hivi umwambie hii. Kuna mtu hii Christmas kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni kupeana. Yesu alikuja ili kwamba watu waliokuwa katika vifungo wafunguliwe, waokolewe, wapawe mwanzo mpya. Wanatarajia kupawa hope. Wanataka kuona tumaini. Wokovu wako wapi walio na Yesu kwenda kumdhihirisha Yesu? Ni Yesu akadhihirishwa kwa njia ya matendo. Siku hizi tunakosa sisi kuelewa the reason of Christmas ni sisi tujinunulie vitu, sisi tukae na famili zetu tukule. Sisi hatuna hitaji ya vitu, tuna Yesu tayari. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Sisi tunaye Yesu tayari. Sasa udhihirisho ni sisi tukawadhihirishie wale wasio naye kwa njia ya matendo. Haleluya. Na kuwasambazia ule upendo tulionao. Sisi tuna jukumu kama kanisa la saa kama hizi, tunafaa tuwe vijijini tunahubiri injili. Si injili ya kuambia Yesu anaweza, Yesu anaokoa, njoo tuwapige power. Hapana. Kuna njia ya kuendea paka kesho wajae kwenu bomani. Unatoka unaingia pale 23rd, 24th. Mnapita kila kijiji. Ganyeni unga wa ngano, ganyeni mafuta, ganyeni sukari. Usiwe kama hawa wanafiki wanasiasa. Waibe halafu waje wawape. Tumia hela yako. Fanya hivyo. Na hata usipige picha. Haleluya. Msipige picha. Haleluya. Niliona wanasiasa wanaganya vyakula, watu wanakufa. Hiyo inakuonyesha tayari hii there is no Christ there. Haleluya. Hamwezi mkenda kupeleka injili ya Kristo, mpene watu ushirika wake wakufe. Yesu alikuja kuokoa kinachokufa. Atakufaje mtu akiganyiwa chakula cha Christmas? Hiyo inakuonyesha kwamba wanafanya na roho ya kampeni. Sisi si wa kampeni. Sisi ni wa kutafuta hela zetu kwa sababu ya upendo. Kwa jinsi hii Mungu akopenda ulimwengu akatoa mwanawe pekee, vitu zetu ambazo zinatugusa. Tuende tuwape wamama, wazee, vijana huko mitaani wafurahikie. Mtu mmoja anaweza akakuombea mwaka mzima. Ombi la mtu mmoja linaweza likakupeleka the whole year. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Unajua hii Mombasa na vituko sana. Hii Mombasa hata ukachukua 100,000 ukampa mtu, kesho ndio wamesahau kabisa hata anakupiga vijembe. Maana ni watu wako navyo. Haleluya. 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 Ni kama sasa nikuulize swali. Mtoto wa Mombasa leo mpikie pilau, atasikia kuna Christmas? Ati hivi basi mama kabisa sijaenda ibada maana nafunika pilau. Wamfunikia mtoto yupi ambaye pilau ni menu, mahamri ni menu, chapati ni menu? Huku hakuna kitu kipya. Nyama huku ni menu. Unajua mashambani kambuzi kanachinjwa hivi, vitoto vyote vimekusanyika pale, vimekusanyika hapo, havitoki. Kuku akichinjwa rondo ni langu, hatoki. Huku hata marondo hapa bucha mnanunua hata $1. Hamjaona kuku mnanunua tu marondo na vichwa. Kule unajua rondo la piganiwa, kichwa cha piganiwa. Haleluya. Nimegundua njia ya kufurahikia, kusherehekea, kumpeleka Yesu Kristo kwa watu ambao wanamhitaji. Kuna upendo ukienda nao, ukiwaambia watu, ukionyesha watu hautoki kwa akili zao. Miaka na miakaka wanakuombea. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Dera it's 250. Kwa sasa ni 250. Lakini hapo nyuma ni 200. Wewe unaona ukichukua dera kama 10, uingie mtani kule, kuna mama hajavaa nguo mpya hii mwaka, hajawahi. Utokeze tu wa mama uambie
dera, unga wa ngano mfuko moja, sukari, wape mchele kilo 2. Yaani nakwambia ile mombi utamiminiwa. Unarudi huku. Zile vitu zitatendeka kwa anga yako. Unajiuliza what? Kuna siri. Na hiyo ndio Yesu Kristo alikuja. Sisi tumdhihirishe, si tumfurahikie. Tuafurahikia kitu ambacho hatukielewi. Alikuja kuwabadilisha watu, alikuja kuwageuza watu. Yesu alikuja kuwapa watu wasio na matumaini wawe na matumaini, awape tena neema na nafasi ya kuishi. Kuna watu kule wamevunjika moyo, wamekata tamaa. Kuna watu ambao hawaoni maisha, hawana mtu. Wakitokezewa na mtu kama wewe ambaye hawamjui na wamwambie hapa kuna matumaini, mama utaishi, nguo ndo hii, chakula ndo hichi, mavazi ndo haya, huyo mtu anasema Yesu amekuja. Hata wanatoka na kuambia hakika Mungu amekuja. Ni lazima waone Mungu amekuja. Haleluya. Haleluya. Pastor Albert, unasherehekea Christmas au unadhimisha Christmas? Usherekee na huadhimishi. Inafaa uadhimishe. Kuadhimisha ni ufanye matendo. Kuadhimisha Christmas ni ngumu. Sahi mkitoka hapa kila moja na kadhimishe Christmas. Katafute mtu ambaye hana utoe vyako umpe. Hiyo utakuwa unapeleka Yesu Kristo kwa hiyo nyumba. Si uende useme nimekuja na habari njema. Habari njema ndio, nimeleta habari ya Yesu Kristo, umeokoka. That is not what Jesus came for. Yesu angetumia mbinu zote za kuokoa mtu. Mbinu zote. Kuna wale aliwahubiria, kuna wale aliwatabiria, kuna wale aliwaponya, kuna wale aliwapa vyakula, kuna wale alienda harusini, kuna wale alienda matangani, kuna wale walikuwa wagonjwa akaenda. Yaani alitumia mbinu za kuwarich. The church haina hiyo. Experience mimi. Nimekuwa huko kwa siku 3. Yaani hivi nilivyo unloaded, niliekewa mikono na vinyanya. Haleluya. Yaani hata mwaka sai ukaja ukapinduka hivi ukaonekana kwenu ni mgumu, mimi bado nitakwambia nina matumaini. Kwa sababu maneno yaliongelewa kwa anga yangu hayafutiki. Yesu anadhihirishwa kwa sababu leo hii kuna watu wanakula kutoka kwako. Amedhihirishwa, hajahubiriwa. Hubirieni mtu aliyeshiba. Haleluya. Anzeni na upendo mwanzo. Christmas, joka likikula Yesu aliendani, matendo yanaondoka, inabaki maneno. Yesu akiondoka, maana ameliwa na joka. Vipawa watu watarudi hawana. Ile mzigo wa huduma watu watarudi hawana. Ndio unaona mwezi huu ukiingia watu wanapoa. Yaani utajiuliza kanisa, yaani ilimalizwa anniversary, watu hao kila mmoja mitini. Yaani unajiuliza kwani Yesu alikufa siku hiyo ya anniversary? Nimekuwa hapa usiku, kanisa zilikuwa zina ibada za mikesha. Kawa hapa usiku, nilikuwa na Pastor Albert hapa. Hii ndio kanisa hii. Unaweza kutembea hapa paka kule Solo, hakuna mtu hata ile, hakuna. Anniversary ilipoondoka, Yesu akanyakuliwa na joka. Watu wamepoa. Sasa wakirudi ni wangurumishwe tena. Mwezi wa pili ndio wameshika tachi. Hawaja maintain Yesu. Walienda kusherekea, hawajaenda kudhihirisha. Sisi tulio naye aliye hai ni leo hii, mwezi wote ilikuwa ni kudhihirisha. Paka tarehe 1 tudhihirishe, bado hujachelewa. Jina la Bwana Yesu lipe sifa. Bado hujachelewa. Nenda ukadhihirishe Yesu Kristo. Tafuta mtu ambaye ana haja kusikia habari njema na mtendee habari njema. Kuna kusikia na kutendea habari njema. Unaweza kununua hata vitabu. Si kununua tu chakula, vitabu. Sasa hii ni msimu wa shule. Nenda pale town, nunua exercise books.
Toka hapa, ingia huko ndani. Ndani inaanzia hapa tu, Mwakirunge hapa. Boma ambao hujui, nenda salimie na uambie nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na nimekuja hapa, kuna watoto wanasoma hapa. Nina zawadi hapa, vitabu na kalamu. Yaani wanaona stranger, ni malaika wale. Wale ndio wanaitwa malaika, mtu ambaye humtarajii, humjui. Nenda na vitabu, nenda na kalamu. Hapo, na uambie hizi vitabu ziwasaidie na hizi kalamu. Mimi nimeokoka. Boma hili uende boma lile. Hata kama na vitabu 50, toka, watu wasikujue. Watasema sasa, unaitwa nani? Mwambie mimi ninaitwa fulani wa Kristo. Nimekuja kudhihirisha Yesu wangu. Tupe namba yako. Ya nini? Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Yes. Yaani unaondoka, watoto mwaka mzima wanaenda shule, mzigo ule ambao baba na mama alikuwa au bebe wa vitabu, umekuja bebwa na malaika. Yaani watu watajua Mungu amekuja kwa hiyo boma, wakati yale yaliyokuwa yanawasumbua yameondolewa na mtu. Ndiyo kudhihirisha Kristo. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Lakini kwenda kusherehekea, nufike hapo uone wanakunywa chai na wewe uingie kwa meza ukunywe umalize, halafu wape mikate mule mmalize. Hapana, hatuko hapa kusherehekea Kristo, tuko hapa kudhihirisha Yesu wetu aliye hai, aliyezaliwa. Je, kwako wako hai? Esa, wako hai? Wakristo ni walafi. Wakristo wamepiga mabudget. Wakristo sahi wameka kila kitu. Familia yangu. Jesus is not for your family. Jesus is for the whole world. Make sure you reach people. Rudisha hapo Luka 2 verse number 1. Utaona Yesu alizaliwa kwa ulimwengu wote. Let us reach the unreached with the good message of helping them, giving them hope. Siku zile amri ilitolewa kwa Kaisari Augusto ya kwamba aandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Twende. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa mtawala wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Yudea mpaka katika mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni ukoo na jamaa ya Daudi, ili iandikwe pamoja na Mariamu mke ambaye ameposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huku siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwana, akifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu hapakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Katika nchi ile walikuweko wachungaji wakakaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukang'ara pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akamwambia, msiogope, kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itokayo kwa watu, itakayokuwa kwa watu wote. Sawa sawa. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Naelewa? Amezaliwa Mwokozi Kristo Bwana wa ulimwengu mzima. Christmas, wenzangu, Christmas si ya wewe na familia yako. Najua kuna watu wamejipanga kuku, mimi na familia yangu kuku. You are very selfish. Wewe unasherehekea. Na sisi wa Kristo hatusherehekei Christmas, tunaadhimisha Kristo kwa watu. Sisi we are giving, we are sharing our Christ, the love, God who saved us. Sijasema upangue budget yako, but next time amend your budget. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Huwezi nguo umenunulia watoto wako, viatu umewanunulia hao, rasta umewanunua hao, umewanunulia vitu. Wewe uko selfish kiaje? Kama Mungu angekuwa kama wewe, hakika hatungeokoka sisi wauzaji wa pombe na wagema. I'm telling you the truth. Kama Mungu angekuwa na roho kama yako, yani watoto wako kila kitu umewafanyia. Haleluya. Hakuna mtoto wa jirani, si jirani unemjua. Hata maandiko katika kitabu cha Isaya 58 kinatuambia hapo chini, usijifiche pamoja na watu wa damu yako.
Kufanyia mtu ambaye unamjua kitu, hujafanya kitu. You have never reached the world. Hallelujah. Na kama kuna Wakristo, kama kuna watu wachoyo wanaongoza, ni Wakristo na ubinafsi mwingi sana. Wanahubiri sana upendo, lakini hawana upendo. Sema fire. Esther, watoto wako wamenunuliwa nguo, watoto wako wana viatu, hata wakitembea ni chi vinawaka, mataa chi. Najua hii Kenya moja hii, kuna mahali hata maji ya kunywa hakuna. Hapa Bamba, hapa Ganze, hapa ndani tu wanatumia ile maji ya buza. Yaani wewe ukashuka sahihi na ukaenda kuchukua buza 2 au buza moja 4500, na ulikite tu barabarani, watu watakufuata, wanaona ni MCA amekuja. Maji, uambie huyu mtu wa hii gari, kila atakeleta mtungi mpe paka maji yaishe, na wewe utoke urudi. Watauliza unataka kiti gani? I tried it here. Nilichukua unga hapa wakati kuna ukame mkali sana. Nikatoka mimi na Reverend, nikatoka mimi na Pastor Isaac, tukaenda pikipiki moja kwa moja, tulikuwa na bandari 7, tukashuka Gotani ndani sehemu kunaitwa Kanagoni. Tulienda tu kwa barabara hivi, tukasimama, hakuna mtu tunamjua. Watu wakakuja pale, tukaanza kuambia njoo chukua unga. Tulikuwa kuna katika taifa za habari njaa. Watu wakaanza kusema unataka kiti gani? Wewe unaitwa nani? Ni MCA wa wapi? Yaani walizoea kama kuna shida mtu wa kwanza anetokea ni wanasiasa. Tukawaambia sisi si wanasiasa, sisi ni watu wa Mungu. Mwanzo huku si kwetu, lakini tumeona katika magazeti, katika television, tumesoma kwa magazeti ya kwamba kuna njaa, tumeleta chakula. Ndani ya dakika chache, sijui aliambianaje, sijui alikuwa anaenda alafu anamwambia mwenzake, na tunaangalia zile sura, akija anampa mfuko. Yaani tuligusa watu wengi. Tulikuwa na bandari 7 za unga, na tukamaliza tukaingia pikipiki hizo, hatutaka kujua. Unaona siku hiyo watu walikula chakula, walishukuru vipi? Maji tu ni only 4500 maji. Hii area natoka kuna shida ya maji. Hiyo 4000 hata ukiwa nayo kukusaidia kukusustain for 2 months ni ngumu, lakini hiyo 4500 kuipeana kwa watu ambao huna ukona wao, yaani utakuwa unafanya lile Kristo alikuja kulifanya. Maana Yesu hana ukabila, alikuja kwa wote walio na mwili. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. And that is the pure love of God. Huwezi ukampa mtu ambaye unamjua ni mtu wa kwenu na unampa vitu vingi na unasema nimewasaidia. Ndio naona tunafanya hivyo na hakuna kitu unapata, kwa sababu hii si msaada. Hii ni jukumu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kuna katabia tunafaa tuwe nako, watu wakokoka. Tuende kwa watu ambao kabisa hawatujui na tutokezee. Malaika, utasikia mtu akisema bado malaika wako. Maana huyo pastor simjui, alitokezea from nowhere na akanipea. Na leo tunafurahikia. Wao wafurahikie matunda. Sisi tumedhihirisha Yesu, wao wafurahikie Yesu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Sisi si tena tuko naye, tumfurahikie sisi. Yesu akiwa ndani yetu kama Wakristo, hatufai tumfurahikie sisi, tumsherehekee sisi. Tunafaa wengine wamsherehekee. Sisi maintain, atuzalishie uwezo, atupe neema na ule upendo uongezeke na mamlaka. Tukienda kwa watu wanaomhitaji, tuwape. Baada ya muda mfupi watu waseme alipotokezea mtu huyu, mimi nilifunguliwa, nilikombolewa, niliponywa, watoto wangu walienda shule. You become an angel because you are an agent of the Jesus Christ. You are an agent of God here on earth. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Wewe ni agent wa Yesu, wa Mungu. Kwa hivyo unapoenda mahali, utende mema. Yesu alitembea vijijini pasipo kujua hawa ni Wayahudi wala ni Wayunani. Wakatenda mema, watu wakaanza kuongea habari zake, sifa zake zikaenea kila mahali. Wewe uligusa maisha ya nani? Mwaka mzima umegusa maisha ya nani? Na kama hujagusa umeumiza watu wangapi? Haleluya. Maana kama hujawagusa umewaumiza wangapi? Leo kuna watu Yesu alikuliwa na dragon. Hata kuingia makanisani inawashinda. Hata kufesi milango ya kanisa inawashinda.
hata kuimba tena inawashinda, hata kuhubiri tena inawashinda, hata kuomba tena inawashinda. Yani huduma ililiwa. Disemba ilipoingia, hawakujua ni mwezi gani. The dragon was set. Maana ni mwezi wa watu wana mjamzito, ni mwezi watu wako kwa labor pain, wanazaa Yesu Kristo. Na maandiko yanasema na pale kuna dragon, red dragon, aliye tayari kumkula mtoto atakayezaliwa. Vipawa vitapotea, karama zitaenda, mizigo itaenda, bidii itaondoka. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Mtu anarudi hapa, unamwambia fanya kile, anakuambia siwezi tena pastor, mpaka uniombee. Ulifanya nini ndio uombewe? Jesus aliondolewa. Akiondoka Yesu, mzigo unaondoka. Yesu akiondoka pale ndani, kila kitu kinalala chini. Haleluya, haleluya. Wow. Wangapi wata maintain Yesu Kristo? Wangapi wata maintain Yesu Kristo? Mmejua kwamba kuna joka linamwinda. Ukisikia ulikuwa na mzigo wa kuomba, sasa huna mzigo tena, jua ilinyakuliwa. Haleluya. Ningakuomba kwa heshima tu usimame na miguu yako. Baada ya Christmas huwa ni ibada fupi, ili kwamba murudi nyumbani mkaendeleleshe. Dirisheni Yesu Kristo, msiende mkasherehekea. Haleluya. Na mimi ningeomba nikujue kama unaenda kudirisha wapi leo. Ningejiunga na wewe tukaenda Makirunge leo. Ningejiunga na wewe tukaenda tukashuka tu tukachukua gari hivi tukaenda paka tukapita Marekani ndani. Tukaenda tukafika Gotani ndani. Tukaenda tukafika Chanagane ndani. Yani unaenda mahali upajui. Tena uende kwa mabomu. Kadirisha Yesu Kristo. Haleluya. Inua mikono yako juu. Una sababu ya kumwambia Bwana. Wenda kawa sijafanya yanayopendeza, na umenipenda upeo huu ajabu. Umenikumbusha kwamba Christmas is all about love. Kuna watu hawana roho ya upendo. Kuna watu upendo ulikufa. Kile kizuri walikuwa wanakifanya zamani hawawezi wakakifanya tena. Inamisha uso wako, mwambie Bwana, naomba neema. Nastahili kuabudiwa, nastahili wewe Yesu, nastahili kuabudiwa, nastahili kuabudiwa, nastahili wewe Yesu, nastahili kuabudiwa, unastahili umetoka, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili utozaliwe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili tumeyaona, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba wa mbinguni, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba na mama, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili
Mwambieni Bwana asante tu, akupe roho ya upendo mwingi sana. Wende udhirishe Yesu. Imenipasa niendee walio na mahitaji, waliopungukiwa, wanaotegemea na kutarajia Mungu. Kuna watu kule mbali, hata wakipata vitabu tu wanaona Mungu amekuja kwao, na mtu akipata nguo tu yeye atashukuru Mungu. Kuna mtu akipata chakula tu yeye atashukuru Mungu. Bwana, nitumie mimi niwafikie wale watu kwa ile kidogo niko nayo, na wale wakashukuru. Yani Yesu akazaliwe kwao kwa njia ya matendo, akazaliwe kwao kwa njia ya matendo, akazaliwe kwao tu kwa njia ya matendo. Kuna mtu anangojea kupata tumaini kupitia mwokovu huyu hapa. Bwana Yesu tusaidie, Bwana Yesu tusaidie, Bwana Yesu tusaidie, Bwana Yesu tusaidie. Tumekuja kuhitaji neema yako. Need your grace my Father. Kalinde Yesu wangu ndani. Nipe neema ya kujua mipaka yangu, nijue chakula na kile cha kutoliwa. Nipe neema ya kujua mipaka yangu, nijue mahali kwa kuwa na kwa kutokuwa. Yesu nakuhitaji. Lord, I worship you. Lord, I need you. Thank you my Father. Asante. Asante Yesu. Asante. Thank you. Thank you. Tumefika kipindi kizuri, tunaomba kutoa sadaka zetu kwa ushirika wa wewe na Mungu tangu Januari, kwa ushirika wa wewe na Mungu. Yesu huyu ambaye amezaliwa tena tunahitaji kumaintain siku zote katika maisha yetu. Ni kipindi kizuri, wafuasi wetu tunaenda kutoa zawadi zetu kwa Yesu huyu aliyezaliwa. Maandiko yanasema walipoenda kumwangalia wakafungua hazina zao na wakambariki Yesu, wakatoa zawadi. Kwa skrini yako hapo kuna paybill 522 533 accounting 87438. Unaweza ukaweka hapo zawadi yako ya Krismasi ulio nayo kwa ajili ya wokovu ulio nao. Tunatoa zawadi, hazitwi sadaka za leo, zinaitwa zawadi kwa sababu ya Mungu kunipa upendo mkubwa huu, kukana wokovu. Mwaka umeisha, nimeleta zawadi yangu kwa Mungu mkubwa. Unaweza ukepeana hapo na tutapokea. Wale walio physically wanaweza wakapeleka zawadi zao kwa madhabahu na Mungu atawabariki. Simama tu na miguu yako. Hata kama umeleta boksi la vitu, umeleta nini, unaweza ukapeleka kwa madhabahu na Mungu atakubariki. Ngeomba tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakubariki. Haijakuwa rahisi na si jambo la kawaida. Januari ilipoanza hadi sasa ni Disemba. Tumepitia mengi kwa uwezo wako Mungu, na kwa mkono wako umetusaidia, umetulinda, umetukinga, umetutetea, umetupigania. Tuna sababu ya kukushukuru, tuna sababu ya kukuinua. Asante kwa sababu ya neema ya kipekee. Hata tumefika tena hapa. Leo ni 25 tarehe ya mwezi wa Disemba, siku ambayo muwakilishi wetu, mtawala wetu Yesu Kristo aliyetupa wokovu
amerudisha tena neema ya wokovu ndani yetu. Agano limekuwa renewed. We are very strong and powerful because Jesus is born in us. Lord, we thank you. Ninakuomba kwa heshima na kwa rehema, Yesu, wewe wa ulimwengu wote, hata wakati wanakuinda wakondoe, mbingu iliyopeana zawadi hiyo ililinda. Herode alishughulikiwa, nami ninajua kabisa kwamba kuna maroho ambayo tayari yameanza kupigana na ushirika mpya ambao Mungu aliweka ndani ya watu kupitia Yesu Kristo na tendo la imani. Na Yesu yule aliyepeanwa kwa ulimwengu, walipomtafuta wamangamize, maandiko yanasema ya kwamba Mungu naye akamshughulikia Herode, akammaliza, na akachukua Yesu akamficha kule Misri hadi alipomalizana na Herode, ndo akatumana malaika ya kwamba Yusufu na Mariamu na mtoto waregeshwe. Nami ninaomba kwa mamlaka jina la Yesu, kama kuna roho ambayo inawinda wokovu na imani ya mmoja wetu aliyesafiri, aliyeko hapa Mombasa, aliyeko nyumbani, hiyo roho nalikemea katika jina la Yesu. Mapepo ya kuondoa vipawa, maroho ya kunyonga wokovu, madhabahu yanayotatiza na kuchafua roho za watu waliokoka na imani za watu waliokoka, wale mapepo mapepo ya dragon, majoka ya dragon yanayotafuta watoto kuwakula, I command you right now in the name of Jesus ya kwamba waondoke, usisongelee hapo. Kile ambacho Mungu alikianzisha maishani ya hawa wana waliompokea Yesu Kristo, waliopawa uwezo wao utadumu, mamlaka yao itadumu, wokovu wao utadumu, imani yao itadumu kwa jina la Yesu. Walindwe na damu ya Yesu, na wafunika wa Kristo wote, na wafunika wa wokovu wote, waliosafiri na walioko mijini kwa shughuli zao za kisiku, walio kwa biashara, walio njiani, walio kule mashambani, walio vijijini, ninawafunika na damu ya Yesu na upako wa Roho Mtakatifu. Hamutakuwa na magonjwa, hamutanyongwa, hamutaanguka katika mitego mibaya, hamutarogwa kwa jina la Yesu. Mulindwe nyinyi, muhifadhiwe na nguvu za Mwokozi, muhifadhiwe na damu ya Yesu, mulindwe na mamlaka ya wokovu. Na wale ambao hawasikii vizuri, na wanena uzima na uponyaji, na wale ambao wameamuka hawako sawa, neema ya Kristo iwe juu yenu, damu ya Yesu iwe juu yenu. Malaika wa wokovu, malaika wa uponyaji, malaika wa kuokoa wawatembelee. Kuna maboma ambayo wanaomboleza, pokeeni faraja kwa jina la Yesu. Na wale wanaoa Krismasi, pokeeni amani kwa jina la Yesu. Baba yetu ni asante, na kila aliyekuja ibada hii, aliyeleta zawadi yake maalum kwa ajili ya Krismasi, Mungu mkumbuke, maana hana uchoyo, amejinyima yeye akaleta zawadi kwa kudhihirisha upendo, kudhihirisha Yesu Kristo ya kwamba yuko hai na amezaliwa, amekuja kushare whatever he or she has with you, oh my Father. Baba, mbariki monekanie anapotoka hapa. I wish her, I wish him all the best. Namuishi Merry Christmas, namuishi Merry Christmas, namuishi Merry Christmas, namuishi mwaka mpya. Aende salama, awe salama, aishi salama, awe na afya, awe na amani, awe na uzima, awe na uzhai, awe na pumzi, awe na maisha mema. Chochote anachoenda kukifanya kifanikiwe, kipanuke, kiongezeke, kikue kwa utukufu wa jina lako. Namfunika huyu na damu ya Yesu, na munena mema mahali alilaniwa, na mfungua mahali alifungwa, na mweka huru kwa roho na kwa mwili kwa jina la Yesu. Asikose chochote. Na wale wote ambao mumetuma zawadi kwa madhabahu iwayo yote, kwa mtumishi wako, my Father bless you, my God bless you, my King bless you. Wote ambao wametambua wazazi kule nyumbani, wametambua wa mama zao na baba zao, spiritual and physical, may God's blessing be upon you in the name of Jesus. Na mahali popote mumeenda kwa madhabahu, mbingu iwabariki hapo na mbingu iwafanikishe hapo. Wanangu, mulindwe usiku na mchana hadi tutakapokutana kwa mkesha wa 31st December hapa Soweto, in Jesus
mighty name. Amen. Mungu awabariki sana.